Naam, habari ndugu mtazamaji wa World Training TV. Hii ni TV yako pendwa inayokusogezea habari za michezo, burudani na kijamii kila siku. Kama ndio mara kwa kwanza unaungana nasi, haujachelewa gusa neno subscribe ili uwe wa kwanza kupata notification zetu. Usisahau kulike, kucomment, kushare na ndugu jamaa na marafiki. Naam, na leo tumekuletea hapa interview za baadhi ya wachezaji wa klabu ya Simba Sports wakizungumzia jinsi gani mchezo wa jana ulivyokuwa kati yao, katika akili zao na mioyo yao, lakini kipi ambacho kilizidi kuwatia nguvu wao kama wachezaji ili waweze kufikia malengo yao kama klabu ya Simba Sports. Na baadhi ya wachezaji wa klabu ya Simba wanasema kwamba mchezo wa jana ulikuwa ni mchezo wa kufa na kupona, na sisi kama klabu ya Simba tuliona kuwa tunahitaji kuvuka, na possibility ya sisi kuvuka kwenda hatua ya nusu finali ipo, lakini tunatakiwa maelewano makubwa baina yetu tukiwa uwanjani, lakini pia tufanye kile kitu ambacho mwalimu aliyekelekeza tukiwa mazoezini. Tucheze kwa teamwork, tucheze kwa kuelewana, kwa kusikilizana, tuache kupaniki tukiwa uwanjani, hata kama wenzetu watacheza kwa namna gani, lakini sisi tunatakiwa tujue lengo letu ni nini kama klabu ya Simba. Na hususan klabu ya Simba ikiwa nyumbani huwa haifanyi makosa. Ni mara chache sana klabu ya Simba kupoteza mchezo ikiwa nyumbani, na hilo ndilo wachezaji wa klabu ya Simba tumeliangalia na kulifuata kama lilivyo. Baadhi ya wachezaji kama Shomari Kapombe anasema, najisikia furaha sana leo hii klabu yangu kuvuka kwenda hatua ya nusu finali, na kitu kikubwa ambacho kinazidi kunipa mimi furaha, mimi ndiye ambaye nilikuwa nina uamuzi, either niwabakishe ama niwavushe kwenda hatua inayofuata, lakini Mwenyezi Mungu amesaidia. Nimepiga penalty nzuri, imekwenda kuzama nyavuni, na mimi nimekuwa kama muamuzi wa mikwaju ile ya penalty na kuifanya klabu yangu ya Simba Sports kuvuka kwenda hatua inayofuata. Na hivi sasa kama wachezaji tuko akili zetu tunaelekeza katika mchezo wa nusu finali ambao tarehe zake zimepangwa hapo mbele. Tarehe 20 mchezo wa kwanza na tarehe 27 ni mchezo wa marudiano. Naam, baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba pia wameongea vitu kadha wa kadha juu ya klabu yao. Wanasema kwamba tuna matumaini na klabu yetu na hatujawahi kuikatia tamaa, ingawaje wako mashabiki wachache ambao wanaikatia tamaa klabu yetu, lakini sisi mashabiki kindakindaki, hata timu yetu ifungwe ligi kuu misimu 7 mfululizo, hata ishuke daraja, sisi tutashuka nayo. Hayo ndiyo maneno ya baadhi ya wachezaji na mashabiki wa soka la Tanzania, lakini mashabiki wa klabu ya Simba Sports wakizungumzia jinsi gani furaha waliokuwa nayo na nini ambacho anatakiwa kukifuata uko mbele. Asante sana.